Habari kwa kina. Mtazamaji wa Nje ya Box TV, hii ni habari kwa kina baada ya kukuletea habari ya Margaret Nduta, Mkenya ambaye alihukumiwa kifo huko Vietnamu na sasa hakunyongwa baada ya rais wa Kenya William Ruto kutoa ombi Mkenya huyo adhabu yake kupelekwa mbele. Sasa nakuletea nchi ambazo wao hutekeleza adhabu za kunyongwa baada ya watu kukamatwa na madawa ya kulevya. Twende moja kwa moja tukajue. Hii ni Nje ya Box TV. Taarifa za adhabu ya kunyongwa kwa mwanamke Mkenya Margaret Nduta imezagaa sana kuanzia mwishoni mwa wiki hii. Mwanamke huyo alipatikana na hatia ya kukutwa na dawa za kulevya kilo 2 huko Vietnam na kuhukumiwa kunyongwa, adhabu ambayo inapaswa kutekelezwa leo jioni. Hata hivyo hakuna uhakika kama utekelezaji wa adhabu hiyo ulifanyika ama la, lakini Kenya iliingilia kati kutaka adhabu hiyo isitekelezwe. Katibu mkuu wa masuala ya kigeni Kenya Colette Singoi alieleza kuzungumza na naibu waziri wa mambo ya nje wa Vietnam Nguyen Minh Hanga kuomba kuzuiwa kunyongwa kwa mwanamke huyo. Kwa mujibu wa Singoi, waziri huyo wa Vietnam alimhakikishia kuwa ombi hilo litazingatiwa. Wakati sakata la Margaret likiwa hivyo, habari hii ya kina tunakupa picha halisi kuhusu adhabu ya kunyongwa duniani kwa watu wanaohukumiwa kwa kesi za dawa ya kulevya. Kwa mujibu wa ripoti kuhusu adhabu ya kifo kwa makosa ya dawa za kulevya 2023 kupitia shirika lisilo la kiserikali NGO linalojitokeza kupunguza athari mbaya za kiafya, kijamii na kisheria za matumizi ya dawa za kulevya na sera ya dawa HRI, inaonyesha kuwa nchi 16 duniani ziliripoti adhabu ya kifo 375 zinazohusiana na dawa za kulevya, ikiwa ni ongezeko la 20% ukilinganisha na mwaka 2022. Nchi hizo ni miongoni mwa nchi 34 ambazo bado zinatekeleza adhabu ya kifo mpaka mwishoni mwa mwaka 2023, huku kukiwa na watu takriban 3000 duniani wanaosubiri kunyongwa kutokana na makosa ya dawa za kulevya, kwa mujibu wa ripoti hiyo. Ukikutwa na dawa za kulevya katika nchi hizi unanyongwa. Kama sheria ya kunyonga ni jambo moja, lakini kutekeleza adhabu yenyewe ya kunyongwa ni swala lingine. Zipo nchi nyingine ambazo zina sheria za adhabu za kunyonga mpaka kufa kutokana na makosa mbalimbali, lakini ni nchi chache zinazowanyonga kweli watu waliokutwa na hatia na kupewa adhabu hiyo. Mara nyingi huendelea kukaa magerezani kwa muda mrefu unaofanana kabisa na adhabu ya kifungo cha maisha. Kukutwa na dawa za kulevya ni moja ya makosa makubwa yanayosababisha watu wengi kuhukumiwa kunyongwa. Katika makosa yote ya adhabu za kunyongwa mpaka kufa, makosa ya kukutwa na dawa za kulevya yanachukua 42%, karibu nusu HR iliripoti, likiwa ni ongezeko kubwa zaidi katika kipindi cha hivi karibuni. Nchi 5 za China, Kuwait, Iran, Saudi Arabia na Singapore zenyewe zimeripoti kutekeleza adhabu hiyo ya kifo kwa mwaka 2023, kwa mujibu wa shirika la HRI. Nchi ya Korea Kaskazini na Vietnam pia zinatajwa kutekeleza adhabu hiyo kwa watuhumiwa wa dawa za kulevya, ingawa upatikanaji wa taarifa za idadi ya wanyongwaji imekuwa ngumu. Katika nchi hizo watu 467 waliojihusisha na dawa za kulevya walinyongwa mpaka kufa katika mwaka 2023, ikiwa ni ongezeko la 44% ukilinganisha na mwaka 2022. Juhudi za kimataifa kuzuia adhabu ya kifo kwa dawa za kulevya zinafua dafu. Sheria za kimataifa inakataza matumizi ya kuhukumu kifo kwa makosa ambayo si ya makusudi na yanaonekana mabaya zaidi. Licha ya jitihada kwa nchi kama ilivyofanya Kenya kutafuta namna kuzuia raia wake Margaret asinyongwe, Vietnam kumekuwa na juhudi za kimataifa kuondoa adhabu hiyo kwa makosa ya dawa za kulevya, juhudi ambazo hazijazaa matunda mpaka sasa. Mnamo mwaka 1988 Umoja wa Mataifa ulifanya uchunguzi ili kubaini uhusiano kati ya viwango vya hukumu ya kifo na mauaji. Matokeo yalitolewa mwaka 1996 yalisema hivi: uchunguzi umeshindwa kutoa udhibitisho wa kisayansi kwamba kunyongwa kuna athari kubwa zaidi kuliko kifungo cha maisha.
Umoja wa Mataifa umekuwa ukisisitiza kuwa makosa ya dawa za kulevya hayafiki kiwango hicho cha wakosoaji kuhukumiwa kunyongwa. Hilo linadhihirishwa kwa baadhi ya nchi kuendelea kutekeleza adhabu hiyo ya kunyongwa waliokutwa na hatia katika kesi za dawa ya kulevya. Singapore imekosolewa kimataifa baada ya kuanza tena matumizi ya adhabu ya kifo mnamo Machi 2022 kufuatia mapumziko ya miaka miwili wakati wa janga hilo. Baadhi ya mauaji 11 yaliyotekelezwa kwa kunyongwa yalifanyika mwaka huu na takribani watu 16 walikuwa wamenyongwa kufikia Novemba 2023 kulingana na Human Rights Watch. Miongoni mwa waliouliwa Sally David Dimani, mwanamke wa Singapore ambaye alipatikana na hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya mwaka 2018. Alikuwa mwanamke wa kwanza kunyongwa katika jimbo hilo kwa takribani miaka 20. Kuwait yenyewe imeingia katika orodha ya kutekeleza adhabu ya kunyonga kwa waliokutwa na hatia katika kesi za dawa za kulevya baada ya kufanya hivyo mwaka 2023, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 2007. Mwezi Julai 2023, Pakistani yenyewe ilifuata adhabu ya kifo kwa makosa ya dawa za kulevya na kuwa nchi ya kwanza kufanya hivyo katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Utekelezaji wa adhabu ya kifo kwa nchi za Afrika Mashariki, shirika la kutetea haki za kibinadamu la Amnesty International inakiri kuongezeka kwa visa vya watu kunyongwa katika utekelezaji wa adhabu ya kifo duniani kote. Kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni, kuna visa 1153 vya adhabu ya kunyongwa mwaka 2023, kwa ujumla ongezeko la 31% kutoka 883 mwaka 2022. Ni idadi ya juu zaidi kunakiliwa na Amnesty International tangu 2015, wakati watu 1634 walinyongwa. Hivi ni visa vya kunyongwa kwa ujumla. Adhabu ya kifo haitumiki kabisa katika nchi 112 ikilinganishwa na 48 mwaka 1991. Nchi 6 zilikomesha hukumu ya kifo kwa kamilifu au kwa sehemu mnamo 2022. 4 zilizuia. Nchi hizo ambazo ni Kazakhstan, Papua New Guinea, Sierra Leone na Jamhuri ya Afrika ya Kati zilifuata kabisa. Guinea ya Ikweta na Zambia ilisema itatatua tu kwa uhalifu mkubwa zaidi. Mnamo Aprili 2023, bunge la Malaysia pia lilipiga kura ya kuondoa hukumu ya kifo ya lazima kwa makosa 11 makubwa ya uhalifu yakiwemo mauaji na ugaidi. Bunge la Ghana lilipiga kura ya kukomesha kabisa hukumu ya kifo mnamo Julai 2023. Kwa Afrika adhabu ya kifo haitekelezwi sana, lakini licha ya hukumu ya adhabu hiyo kutolewa. Kwa mfano, Tanzania imetajwa kutekeleza adhabu hiyo kwa miaka karibu 30, ingawa idadi ya wahukumiwa kunyongwa kwa makosa mbalimbali ikivuka 600 kwa mwaka 2023. Ingawa kosa la mauaji linabeba idadi kubwa ya wanaohukumiwa kunyongwa Tanzania kuliko kukutwa na dawa za kulevya. Nchini Kenya hukumu ya kifo ilitekelezwa kwa mara ya mwisho mwaka 1987 kufuatia jaribio la kuipindua serikali ya mwaka 1982, ambapo Ezekiel Ochuka alionyongwa kwa kosa la uhaini. Mwaka 2021 watu 601 walikuwa wamehukumiwa kifo na hukumu nyingine 14 za kifo zilitolewa mwaka huo huo. Hukumu nyingine hazikuwa za dawa za kulevya. Nchini Uganda, bunge la nchi hilo lilipitisha sheria inayopinga hukumu ya adhabu ya kifo kwa baadhi ya uhalifu. Wakati huo kulikuwa na wafungwa wapatao 133 ambao walihukumiwa kunyongwa, lakini ikipita zaidi ya miaka 20 bila kunyongwa ama kutekeleza adhabu hiyo. Hili kwa ni habari kwa kina. Langu jina na Christina Mbalo. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili wa kwanza kupata notification. Habari kwa kina.